na hususan mada kubwa inayobamba sasa hivi mjini ni dabi ya Kariakoo. Yeah, kabisa. Ndio kitu ambacho kina bamba mjini. Tulishia ulikuwa ukimzungumzia katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao, naye ambaye anatakiwa pia kujiuzulu kwa matakwa ya Young Africa. Tuendelee hapo, na wewe katika kuzungumza ambapo umezungumza kuhusiana na bodi ya ligi umesema kama ni kujiuzulu basi kamati zote zijiuzulu, sio kupoint mtu mmoja kwa sababu yeye hahusiki na maamuzi ya moja kwa moja, sio mwenyewe tu mwenyewe. Yes. Sasa turejee huku kwa Wilfred Kidao nako. Hili ni la pili. Yeah. Kote tu nafikiri kuanzia mwanzo nilizungumza kuhusiana na namna ambavyo kwa maana kwamba CEO yeye majukumu yake alivyo kuendesha zile day to day activities, kuhakikisha kwamba usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi unaenda vizuri, lakini sio mtu ambaye anafanya maamuzi. Vile vile pia ukiona kwa Wilfred Kidao, ukisikia hoja ya Young Africans kumtaka angatuke ni kwa sababu anasema kwamba tunasema kwamba waamuzi wanafanya vibaya, wanakuwa wakifanya makosa week in week out. Lakini pia waamuzi hao wakiwa wanaendelea kupata nafasi ya kuendelea kuchezesha. Sasa hapo pia ukimtazama, kwa maana katibu mkuu yeye pia sio mtu ambaye anafanya maamuzi kuhusiana na waamuzi. Kumbuka pia kuna kamati ya waamuzi ambao ipo, kama kuna vitu ambavyo havijakaa sawa, kuna namna ambavyo wanaviangalia na kuona kitu gani ambacho kinapaswa kwenda kufanyika. So ukitaka kumwajibisha mtu ambaye hana uhusiano wa moja kwa moja na kuamua jambo fulani ambalo unaliona kwako kama tatizo, unaiona pia kwamba hiyo nayo ni shida kwa upande wa klabu ya Young Africans. So kuna uwezekano Ali Shaban Kamwe ama pengine na watu wa Young Africans ambao walimwagiza, kama ni walimwagiza yeye aje kusema, kwa sababu sisi tunaamini kwamba Ali Shaban Kamwe akiwa kama afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga akizungumza jambo, ina maana anaiwakilisha taasisi, si ndio? Ina maana kwamba taasisi imemwagiza aje azungumze kwa niaba yao. Sasa hiyo inatoa picha kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba sehemu ya uongozi ambao alimwagiza Ali Shaban Kamwe pamoja na Ali Shaban Kamwe mwenyewe kuja kuzungumza kile ambacho alizungumza, kuna mahala pengine labda uelewa wao na namna ambavyo pengine bodi ya ligi inatenda shughuli zake, labda kuna sehemu wana upungufu wa uelewa au wanapungukiwa uelewa, ama hawaelewi vizuri kwamba majukumu ya hawa watu ambao wenyewe wanaonyoshia vidole moja kwa moja, na ndio maana wameenda kumlaumu au kumnyoshia kidole kwa maana kwamba CEO wa bodi ya ligi, wakati yeye anasimamia tu na kuhakikisha kwamba vitu vinakwenda vizuri, lakini hafanyi maamuzi ya kile ambacho wenyewe wanaona hakiendi sawa. Lakini pia wamemzungumza kwa maana kwamba katibu mkuu wa bodi ya ligi kwa maana ya Wilfred Kidao, kwa katika mazingira ambayo katibu mkuu wa TFF katika mazingira ambayo wanajua pia na yeye sio mtu ambaye anafanya maamuzi ya moja kwa moja kwenye kile ambacho wanakilaumu, kwa maana ukisema kuhusiana na waamuzi, yeye haamui tu moja kwa moja, bali kuna kamati ambazo zinahusika kwenda kuamua. Ndio maana tunasema ile kamati tendaji ile Excom, si ndio? Na hiyo inakuwa na vikao vyake vile ambavyo tunasema ni kila baada ya miezi miwili, si ndio? Ili mambo yaweze kufanyika. Sasa ukisema pia mambo yote yafanywe kazi kwa muda huo, unaona kuna kuwa na changamoto. Na maana kwa sasa hivi kusema labda Excom ya kama tendaji ya TFF pengine ifanye iketi kwa lengo labda pengine la kumuondoa mtu, useme muondoe labda katibu mkuu ama uondoe sio bodi ya ligi kwa kumuondoa, ina maana kwa kufuata tu taratibu na protocol zile inapaswa tena nasubiri mpaka mwezi wa 6 ili waketi, kwa sababu mara mwisho alikaa nafikiri kwa tarehe 23 mwezi wa 4, na huo anakaa kila baada ya miezi mingapi? Miezi miwili. Kwa hiyo mpaka mwezi wa 6, je, watasubiri? Lakini pia unaweza kusema kwamba okay, tusisubiri muda huo kwa sababu kuna jambo labda lina urgency, lina uharaka na dharura. Je, jambo la Young Africans lina dharura kubwa kiasi hicho? Lakini pia uitishe dharura kwa ajili ya kumuondoa yani sio ile. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo naona tu Young Africans pia kuna mazingira inawezekana labda wameendeshwa na hamu ya kile ambacho walikuwa wanataka kuona kinatimia, lakini njia nadhani pia haikuwa sahihi, ama ile judgment yao ambayo walifanya haikuwa sahihi kwenye baadhi ya maeneo na matukio, kwamba walikuwa wanamsinga wa mtu, lakini ukimwona huyo mtu hana nguvu ya moja kwa moja kuamua kile ambacho wenyewe walikuwa wanakilalamikia. So nafikiri walikuwa wanapaswa kufanya bora zaidi ya kile ambacho walikifanya, ingawa sipingi kuhusiana na lawama zao kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo wamelalamikia na vina make sense. Kwa mfano, tumekuwa na shida ya waamuzi. Young Africans wenyewe pia ni moja kati ya watu ambao pia wamekuwa wakinufaika na hayo maamuzi, si ndio? Na moja kati ya msimu huu tu ukizungumza bao la mkono walikumbuka lile, si ndio? Kitu ambacho liliwaumiza watu. Inawezekana pia na wenyewe hawakuridhishwa
na bao lile japo tuliona wakishangilia unaona labda hawakuridhishwa pia ndio maana wanalalamikia. Yaani wao hawajaridhishwa. Haijalishi wamefaidika na maamuzi mabaya kiasi gani ya waamuzi, lakini hawataki tu hayo. Wao wanataka haki bila haki. Kitu ambacho mimi nitakipokea kwa mikono miwili kwamba kama hata kwa upande wao namna gani, lakini tumekuwa tukishuhudia huko mitandaoni sometimes inatokea jambo afu unamuona Privadinho, unamuona Alikamwe, hao wanalipelemba hivyo. Unaona jambo kwamba hili sio sawa, lakini hao utasikia baada ya kusema bana huyu labda muamuzi hapa amekosea, utasikia wanaenda kutafuta labda huko wanafukua makabrasha, wanaenda hata mwaka 1972 wanakuja na tukio hapa wanakuambia mwaka 72 Simba alifunga bao la namna gani. Kwa hiyo kama vile wanajaribu kuhalalisha kitu ambacho pia kinaweka question kuhusiana na hiyo dhamira yao ya dhati kwamba je, Young Africans wanachukizwa na maamuzi mabovu yanayofanyika kwenye ligi yetu ama wanachukizwa na maamuzi mabovu ambayo yanafanyika dhidi yao? Sielewi, kwa sababu hayo yakiwa yanafanyika kwa upande wao usikizo kelele, wanatafuta justification, wataenda kufungua kwa makabrasha, wanakuja na reference, wanakuambia wakati fulani iliwahi kutokea hivi, kama vile wanaonyesha uhalali wa wenyewe. Na sio tu mashabiki, ujue hapo unazungumza watu ambao wako kwenye kiongozi hali mwenyewe. Sometimes unakutana na posti za namna hiyo. Nikimtaja Privadinho nafikiri sasa ndio imekuwa kama ni kazi yake maalum kufanya kwenye klabu ya Young Africans. Yani likitokea jambo tu utaona atatafuta hiyo, atakuja kuweka. Kwa hiyo ndio maana nasema pia hata dhamira yao na wenyewe nadhani pia yani michezo